Kumtegemea Mungu ni jambo ambalo ni la muhimu katika maisha yake mwanadamu. Hakika tangu tulipoweza kujipata katika dunia hii ambayo twaishi, twapaswa kumtegemea Mwenyezi Mungu, twapaswa kumtumaini Mwenyezi Mungu. Kuna wazazi wetu waliotuzaa, wakatufikisha mahali fulani. Inafika wakati mwingine hata wazazi wanaweza wakakutupa. Inafika wakati watu walio karibu nao wanaweza wakakutupa. Lakini ni vyema kutambua ya kwamba Mwenyezi Mungu hawezi akawatupa waja wake. Mwenyezi Mungu hutembea na watu wote. Mwenyezi Mungu huongoza wanadamu katika njia. Mungu anajua ya kwamba wanadamu kunayo mambo mazito wanayopitia katika maisha yao, lakini yuko tayari ni kwa ajili ya kuwasaidia, yuko tayari kwa ajili ya kuwapigania. Tunapotazama kitabu ambacho ni cha Zaburi 22, mstari ambao ni wa 10 mpaka mstari wa 12, tunaona Daudi anamwambia Mwenyezi Mungu ya kwamba nalitupwa tangu tumboni mwa mama yangu. Tangu alipozaliwa ndipo alipokuwa ameingia katika ulimwengu ambao umejaa maasi. Alipozaliwa ndiye alikuwa ameingia katika ulimwengu ambao umejaa shida. Alipozaliwa au alipoona jua, alipojikuta katika ulimwengu huu, alikuwa ameingia katika mashaka ya dunia hii. Dunia ina mambo mengi ambayo ni ya kuvunja moyo. Dunia ina mambo mengi ambayo ni ya kuchosha. Dunia ina mambo mengi ambayo ni ya kukatisha tamaa. Lakini Daudi ameweka tumaini lake kwake Mwenyezi Mungu. Akajua ya kwamba wazazi wake wanaweza wakaondoka, wanaweza wakafa, wanaweza wakakosa kuwa karibu. Akajua wanaomzunguka ambao wamekuwa msaada wa kumsaidia wanaweza wakakosekana. Lakini Daudi ameweka tumaini kwa Mungu ya kwamba tangu alipozaliwa alitupwa mbali. Nami na wewe pia tulipozaliwa tumetupwa mbali ili tukaweze kumtegemea Mungu. Tumetengwa mbali na jamaa zetu, tumetengwa mbali na watu wetu wa karibu, tumetengwa mbali na marafiki zetu na majirani, tumetengwa mbali na hata katika ushirika wetu, ya kwamba tukaweze kumtegemea, tukaweze kumtumaini huyu Mwenyezi Mungu. Daudi anaongea neno ambalo ni la busara kabisa. Anaponena katika mstari ambao ni wa 11, anasema usiwe mbali nami Bwana, kwa maana tabu zi karibu, hakuna msaidizi. Kumbe dunia ambayo tuaishi, kuna mambo ambayo ni mabaya yametuzunguka, kuna taabu ambazo zimetuzunguka, kuna mashaka ambayo yametuzunguka. Kwa hivyo kitu cha muhimu, mwanadamu mwenzangu, mimi na wewe, tunastahili kutambua jambo hili ya kwamba duniani kuna taabu, duniani kuna mahangaiko, kuna magonjwa, kuna shida, kuna upungufu. Na tutakapotambua jambo hili, tutakuwa tayari kushinda vita tunavyokumbana navyo duniani. Tutaweza kushinda mapito ambayo tunayapitia iwapo tutatambua ya kwamba duniani kuna mashaka mengi, duniani kuna taabu nyingi, duniani kuna shida nyingi, duniani kuna ukosefu wa usalama mwingi. Ndiposa Daudi anasema ya kwamba usiwe mbali nami, kwa maana tabu zi karibu, hakuna msaidizi. Shida kumekuzunguka pali popote. Kuna matatizo mengi, kuna uonevu mwingi katika duniani, kuna uonevu katika utawala, kuna uonevu katika dunia ambayo tuishi, katika nchi zetu au katika nchi yetu. Kuna kuta ya kwamba hakuna usalama wa kutosha, hakuna ulinzi wa kutosha, hakuna amani ya kutosha. Kila mahali ni dhuluma, kila mahali ni lawama, kila mahali ni vilio. Lakini siku ya leo neno la Bwana linatupa tumaini. Neno la Bwana linatupa amani, linatupa utulivu ndani ya mioyo yetu, ya kwamba Mungu asiwe mbali nasi. Kwa hivyo tunamhitaji Mungu katika maisha yetu, tunamhitaji Mungu katika njia zetu, tunamhitaji Mungu katika safari zetu, tunamhitaji Mungu katika utajiri wetu, tunamhitaji Mungu katika kila jambo tunalolitenda. Magari yetu yanamhitaji Mwenyezi Mungu ayalinde, watoto wetu wanahitaji Mungu awalinde, sisi wenyewe tunamhitaji
tunamhitaji Mungu akaweze kutulinda. Biashara ambavyo ni vikubwa tunavyovifanya, biashara vidogo tunavyovifanya, tunahitaji Mungu akaweze kuvilinda. Safari zetu tunazosafiri siku baada ya siku, tunamhitaji Mwenyezi Mungu akaweze kutulinda. Hatari zimetuzunguka popote, mashaka yametuzunguka popote, vifo vimetuzunguka popote, ukosaji wa usalama umetuzunguka popote. Tunamhitaji Mwenyezi Mungu. Daudi ametambua jambo hilo, ijapokuwa yeye ni mfalme, ijapokuwa yeye ni tajiri, ijapokuwa ana ulinzi, ana walinzi ambao wanamzunguka, lakini Daudi hajaridhika na ulinzi ambao unamzunguka. Daudi hajaridhika na utajiri alio nao. Daudi hajaridhika na fedha nyingi alizonazo na mali nyingi, lakini bado anahitaji ulinzi utokao kwa Mungu. Kwa hivyo ndugu yangu, ambao unasema ya kwamba umetosheka na mali ulizo nazo, ambao unasema umetosheka na vijaje ulivyo navyo, ya kwamba ndio kinga yako, ningependa kukupa neno la tumaini, neno ambalo ni la usalama, neno ambalo litakuwa la amani katika maisha yako, neno ambalo litakuwa la ulinzi, ya kwamba mimi na wewe tukaweze kumtumaini Mungu. Mali zetu hazitaweza kutuokoa, vingi na vichache tulivyo navyo havitaweza kutuokoa, afya zetu tulizo nazo hazitaweza kutuokoa, ulinzi tulio nao hautaweza kutuokoa. Tumtumaini Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, kama Daudi ambaye ni tajiri, Daudi ambaye ni mfalme wa nchi, anaongoza watu, lakini akajua ya kwamba hawezi akaongoza watu kwa nguvu zake, kwa akili zake, kwa fikira zake, kwa elimu yake, kwa ujuzi wake, kwa kiburi na majivuno alicho nacho, lakini akajua ya kwamba maisha yake ya mikononi mwa Mungu, na Mungu ndiye aliyemchagua kuwa mfalme. Nawe pia na mimi, Mungu ndiye ametuchagua kutuweka duniani. Amekufanya wewe kuwa mzazi, amekufanya kuwa wewe kuwa mtoto, amekufanya wewe kuwa bosi katika kampuni fulani, amekufanya kuwa na mamlaka katika idara fulani. Mwenyezi Mungu ndiye amekuweka, na zaidi yoyote uwezi ukatenda kazi yako kwa nguvu zako wewe mwenyewe, kwa maarifa yako. Mtumaini Bwana. Daudi anasema ya kwamba usiwe mbali nami, kwa maana tabu zi karibu, hakuna msaidizi. Tunaona ya kwamba walio wakubwa, hata viongozini, hata katika serikali mbalimbali za duniani, katika idara mbalimbali za duniani, katika mamlaka mbalimbali, katika mataifa mbalimbali, maandiko yanasema ya kwamba wanamhitaji Mwenyezi Mungu. Sisi ni wanadamu, tunamhitaji Mwenyezi Mungu. Hatuna usalama wa kutosha, hata kama umezingirwa na askari, hata kama umezingirwa na wanajeshi, hata kama umezingirwa na mali, umezingirwa na fedha, lakini hakuna usalama wa kutosha. Unamhitaji Mwenyezi Mungu. Tajiri mmoja ambaye alikuwa ni mpumbavu, maandiko yanasema hivyo, alipokuwa na mali nyingi, Biblia inasema ya kwamba alisema, roho yangu tulia, ufurahi, kwa sababu uko na kila kitu katika maisha yako, umejiwekea hazina ya siku za baadaye. Lakini Mwenyezi Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi, ambaye anaumba wanadamu, anaumba matajiri na masikini, ambaye anainua wadhaifu kutoka katika jahani au kutoka katika mavumbini na kuwaketisha na wafalme au kuwafanya kuwa waheshimiwa, kuwafanya wawe ni watu wa kutambulikana. Maandiko yanasema akamtokea usiku na akamwambia, mpumbavu wewe, umejipangia maisha yako, lakini mimi nataka roho yangu. Je, mali zako zote zitakuwa za nani? Je, urithi ambao umeuweka hazina zitakuwa ni za nani? Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, haijalishi umeweka hazina kwa miaka mingapi, haijulikani ya kwamba hazina yake itakuwa ya nani, lakini mwekee Mungu tumaini na usikose kuweka hazina. Endelea kuweka. Kama Mungu amekujalia kuwa na cha kuweka, weka. Na wale ambao wamejaliwa na kile ambacho kinaingia kwa mkono tu na kuingia mdomoni, endelea pia kumtumaini Mungu, ukimuomba pia kujalia kesho upate kingine pia kwa ajili ya maisha yako na siku za usoni, ili Mwenyezi Mungu ambaye anakupa kwa sasa kijaje kinachokutosha, atakupa pia kesho utakachokiweka akiba kwa ajili ya siku zijazo. Lakini zaidi yoyote, maandiko yanatuambia kwamba Mungu asiwe mbali nasi, kwa sababu akiwa mbali nasi na taabu zimetuzunguka,
Biblia inatuambia kwamba hatutaweza, tutaangamia. Kwa hivyo mtumaini Mwenyezi Mungu siku ya leo, mwekee tumaini katika maisha yako. Watoto wako walinde popote walipo, safari yako iongoze, kazi za mikono yako akaweze kuzilinda. Hapo mahali ambapo unafurahia umeandikwa kazi kubwa ya pesa nyingi, mtumaini Mungu. Kuna maadui pia wamekuzunguka, kuna wabaya ambao hakutaki pia uwe mahali hapo. Kwa hivyo wache tuweke tumaini kwa Mungu, tumfanye Mungu kuwa msaada wa karibu, kwa maana tabu zi karibu, hakuna msaidizi. Mtegemea Bwana leo, mtumaini, mfanye kuwa tumaini, naye atakushindania, atakupigania. Barikiwa na uinuliwe katika jina la Yesu Kristo mkombozi. Haleluya.